Kama tunavyofahamu, tuzo hii ilianzishwa na serikali chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na inaratibiwa na Taasisi ya Elimu Tanzania, na kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, huu ni mwaka wa 4 wa utoaji wa tuzo hii. Mchakato wa uendeshaji wa tuzo hii umejumuisha upokeaji wa miswada na usomaji wa miswada na jopo la majaji. Mchakato huu huwa unaendelea kwa mwaka mzima, na kwa mwaka huu hivi sasa ndo tunaelekea kilele cha utoaji wa tuzo, ambayo kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, hafla yake itafanyika Jumatatu tarehe 13 Aprili hapo katika ukumbi wa Superdome uliopo Masaki, Dar es Salaam. Tuzo hii kwa mwaka huu kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri imehusisha tena nyanja 4 kama mwaka uliopita, ambazo ni ushairi, riwaya, hadithi za watoto na tamthilia. Vigezo vilivyotakiwa kutumika katika kushindania tuzo hii vilitangazwa katika vyombo vya habari mbalimbali. Tunafurahi kuwajulisha kuwa mwitikio mwaka huu kama ilivyokuwa miaka mitatu ya nyuma ulikuwa mzuri sana. Watanzania kutoka sehemu mbalimbali kama tulivyoelezwa na Mheshimiwa Waziri wameshiriki. Hadi sasa majaji wameshakamilisha kazi ya kusoma miswada iliyopokelewa na orodha teule ya waliopendekezwa kufikiriwa kuwania tuzo hii ndio hiyo imekwisha patikana. Hivyo lengo la taarifa hii ni kutangaza orodha hiyo. Inatarajiwa kuwa washindi watatu kwa kila nyanja wa tuzo hii watapatikana kutokana na orodha hii teule ambayo tunaitangaza. Naomba nieleze kuwa hii orodha tunayoitangaza inatangazwa kwa kufuata alfabeti. Ninapowataja haina maana kuwa ninayemtaja ndio wa kwanza au wa pili au wa tatu. Inafuata tu kwa alfabeti. Washindi watajulikana hiyo tarehe 13. Basi naomba kuchukua fursa hii kuwatangaza orodha teule hiyo kwa nyanja zote 4 kama ifuatavyo. Riwaya. Yupo Abbas Mohamed Omar, andiko lake linaitwa Urithi wa Lulu, na huyo anatokea Zanzibar. Wa pili ni Ahmad Simba Mwaita, andiko lake linaitwa Wakili na Vua, anatokea Tanga. Wa tatu ni Bishop John Hiluka, andiko lake linaitwa Waraka kutoka Gerezani, huyu anatokea Dar es Salaam. 4 ni Doto Rangimoto, andiko lake linaitwa Fuvu la Mkwawa, huyu anatokea Morogoro. 5 ni Emmanuel Felix Chifunda, andiko lake ni Thamani iliyofichwa ya Mwalimu, huyu anatokea hapa Dodoma. 6 ni Enoch Abiudi Maregesi, andiko lake ni Alama za Bluu, huyu anatokea Dar es Salaam. 7 ni Gabriel Amanti Shewio, andiko lake linaitwa Viapo Vimevunjika, huyu anatokea Dar es Salaam. 8 ni Harfani Sudi, andiko lake ni Mnara wa Posta, anatokea Iringa. 9 Hussein Msafiri wa Maiwa, andiko lake Moyo Uliopotea, huyu anatokea Pwani. Na 10 ni Nixon Elia Mbara, andiko lake linaitwa Chozi, anatokea Kilimanjaro. Kwa upande wa ushairi, kwanza ni Abdalla Salim Ngereza, andiko lake linaitwa Kiwinda Elimu, huyu anatokea Tanga. Wa pili ni Ali Omar Mansur, andiko lake ni Diwani ya Mpishi wa Mapishi, anatokea Zanzibar. Wa tatu Amri Rajabu Abdalla, andiko lake Waraka wa Kikaramba, huyu anatokea Kilimanjaro. Wa 4 ni Hafidh Ali Makame, andiko lake Naisubiria Faraja, huyu anatokea Zanzibar. Wa 5 ni Hassan Mbwana Mzuka, andiko lake Albino Natasha, anatokea Tanga. 6 John Kumbulwa Joseph, andiko lake Diwani ya Upeo,
anatokea Mwanza. 7 ni Kombo Abdalla Omar, andiko lake Tunu ya Taifa, anatokea Zanzibar. 8 ni Matina Nseka Mbilibili, andiko lake Maswali ya Wenda Wazimu, huyu anatokea Geita. 9 Mbonea Jasper Beria, andiko lake Sauti Isiyopotea, anatokea Tanga. 10 Ramadhani Halidi Ali, andiko lake Kizungumkuti, anatokea Iringa. Hadithi za watoto. Wa kwanza Amina Abdurrahman Mohamed, andiko lake Shumi na Vitungule, anatokea Zanzibar. Wa pili Ama Faisal Amin Ibn, andiko lake Bahari Inalia, anatokea Zanzibar. Wa tatu Christopher Zakaria Lamek, andiko lake Asili Yangu, huyu anatokea Czech Republic. 4 Cloud Agustino Chatanda, jina la mswada Ndoto ya Travis, anatokea Dar es Salaam. 5 Fatuma Salim Suleiman, andiko lake Kidau cha Panya, anatokea Zanzibar. 6 Goodlove Kabati Celestine, andiko lake Kumbe ni Mwizi, anatokea Morogoro. Namba 7 Istikama Ahmed Mbwana, andiko Kifungo cha Njano, anatokea Dar es Salaam. 8 Mwanacha Mohamed Omar, andiko lake Nusura, anatokea Zanzibar. 9 Naomi William Jaseda, andiko lake Chai ya Maajabu, anatokea Dar es Salaam. Na 10 ni Tune Shaban Salim, andiko lake Hando la Bibi, anatokea Dar es Salaam. Tamthilia. 1 ni Elizabeth Godwin Mahenge, andiko lake linaitwa Fanani, anatokea Dar es Salaam. Wa pili ni Esther Evarist Nyawale, andiko lake Jiko la Ukombozi, anatokea Morogoro. Na 3 Hamisi Hussein Kibari, andiko lake Ufalme wa Mabadiliko, anatokea Dar es Salaam. Na kama unavyofahamu Mheshimiwa Waziri, katika tuzo hii tunasisitiza sana kwa ubora wa kazi. Kwa hiyo kama kazi hazifikii ubora, tunashindwa kufikia idadi ya 10, tunaona ni bora kufanya hivyo kuliko kuweka idadi ya 10 ya kazi ambazo hazina ubora wa kimataifa. Kwa hiyo kwa upande wa tamthilia, kwa bahati mbaya mwaka huu tumeishia na orodha ya watatu, na tunachukua fursa hii kutoa wito kwa wadau wote wa tamthilia kuangalia jinsi gani wanaweza wakaliangalia swala hili ili kuongeza ufanisi, ufanisi katika uandishi katika nyanja ya tamthilia. Mheshimiwa Waziri, hao ndio washindi wetu katika hiyo orodha teule. Kama nilivyosema, washindi watatu watatokana na washindi watatu kwa kila nyanja watatokana na orodha hii. Nimalizie tu kwa kukumbusha kuwa zawadi zetu mwaka huu zitabaki zile zile kama miaka iliyopita. Mshindi wa kwanza anapata milioni 10, na mswada wake ukishachapishwa, serikali itanunua nakala za kusambaza shuleni na maktaba za taifa. Huyu pia anapata ngao pamoja na cheti. Mshindi wetu wa pili atapata shilingi milioni 7 pamoja na cheti, na mshindi wetu wa tatu shilingi milioni 5 pamoja na cheti. Nimalizie kwa kuwashukuru tena kwa kuhudhuria leo, na ninawaomba muendelee kuwa pamoja nasi kwa kutusaidia kutangaza tuzo hii ili kuwapa nafasi wa Tanzania kushiriki kwa wingi zaidi. Ninatumaini pia kama alivyoongea Mheshimiwa Waziri, mtahudhuria kwa wingi sherehe yetu ya utoaji wa tuzo hapo tarehe 13 Aprili ambayo itafanyika kwenye ukumbi wa Superdome Masaki, Dar es Salaam.